Kumekuwa na kura tofauti tofauti, watu wakiwa wanajaribu kuweza kupendekeza msanii anayetarajiwa kutambulishwa next schedule, ama naweza nikasema kwamba kwa next victim ndani ya lebo ya WCB. Ni kwamba watu wengi wanadai kwamba Dogo Pateni, na yote unaambiwa ni kutokana na ukaribu ambao anatengenezewa kijana huyu na dada yetu Zuchu. Of course ikatokea nafasi hiyo ya Dogo Pateni kusainiwa kwenye lebo ya Wasafi, basi shukrani za dhati na imani kabisa hazitokosa kwa Zuchu. Mpaka muda huu Zuchu ameonekana kusupport na kushow love kwa 100%, mpaka imefikia stage watu wanajiuliza Dogo Pateni, why Dogo Pateni wakati kuna Dogo Sajenti ambaye pia na mwenyewe alifanya vizuri na alikuja kwenye airtime vizuri. Na nikufahamishe katika hili swala, kama ninavyoelewa kama Dogo Sajenti na Dogo Pateni walikuwa kwenye kundi moja na walikuwa wakifanya kazi pamoja, lakini mambo yakaja kuwa ndivyo sivyo. Kijana Dogo Sajenti akaamua kusepa na meneja wakafanya maisha yao. Lakini all in all ni kwamba kwenye maisha hayana formula, yani usikalili kwamba kwa sababu sasa hivi pengine upo kwenye nafasi nzuri ukajiaminisha yule mtu wako wa chini hawezi kukupita, basi ndio iliyoweza kumtokea kijana Dogo Sajenti, mpaka kufikia hatua sasa hivi Dogo Pateni anahusishwa na asilimia kubwa ya kusainiwa na lebo ya Wasafi kwa msaada wa Zuchu. Na ni swala ambalo mpaka muda huu lipo kwenye schedule ya Wasafi, kwa sababu tayari ni taarifa zilizoweza kuandaliwa, ila ni issue ambayo sasa hivi inaandaliwa, kwa sababu kama unavyoelewa kwamba ni investment inatakikana kuweza kufanyika ya kutosha kwa wasanii wote watakaweza kutangazwa kwenye lebo ya Wasafi. Na kwa taarifa na kwa mujibu pia hata wa kauli aliweza kuithibitisha Bwana Nasib Abdul, CEO wa lebo ya Wasafi, ni kwamba ndani ya mwaka 2025 kuna wasanii 6 watakaoweza kutambulishwa katika lebo ya Wasafi, na 2 wakidaiwa kwamba wanaweza wakawa ni kwenye upande wa mziki wa singeli na 4 wakawa kwenye upande wa mziki wa bongo flavor. Lakini hapo hatujajua kwamba kwenye upande wa jenda, yani wanawake watakuwa ni wangapi hapo, ama atakuwa ni mmoja, ama wanaume watakuwa ni wangapi. Lakini nafikiri ni swala la muda tu linalosubiriwa kwamba je, ni kona Dogo Pateni atafanikiwa kuingia kwenye mfumo ama rada njema za kuzingatia nidhamu, yasije akamtokea kama ya Hanston, ambayo nafikiri nidhamu ndio ilimfanya na kumponza asiweze kusainiwa kwenye lebo ya Wasafi. Cha msingi tukutane kwenye comment, na hii ni Hot Boy Media.